moja kwa moja ni kwenye bango. Akisha kata utepe na kulifunua, askofu akishafunua bango hili, wataketi kusikiliza maelezo na kisha baada ya maelezo litabarikiwa. Asante. Baada ya kukata utepe, kuna kamba mbili pembeni, askofu mmoja upande huu, mmoja upande huu, na kuvuta hiyo kamba kulifungua. Wakisha kata utepe wote tutashangilia. Baba wanaingia. Mwenyekiti wa mapadre Padre Masamba, tunaomba usogee upande mwingine, upande mmoja, upande huu. Baba ameshashika mkasi, anakata utepe. Makofi mengi na vigelegele. Sogea pembeni kwa ajili ya kamba. Sasa wanafungua taratibu kabisa kwa ushirikiano. Mababa wanalifungua wanasheria tukio hilo kubwa. Makofi mengi, makofi na vigelegele. Sasa maaskofu wataenda kuketi na kusikiliza maelekezo, kisha watakuja kwa ajili ya kuibariki. Wataketi, wengine tuendelee kusimama tukiwa tunapokea maelezo mafupi, sababu kimsingi maelezo tulishayapata, lakini leo yanarudiwa kwa msisitizo. Mwashamu sana Yuda Tadeus Ruwa'ichi, askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Mwashamu Henry Mchamungu, askofu msaidizi wa jimbo letu kuu la Dar es Salaam. Mheshimiwa Padre Vincent Mpwaji, chancellor wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Waheshimiwa mapadri, wakurugenzi wa idara mbalimbali. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Kwa majina naitwa Daudi Masaka, ni architect kutoka kampuni ya Design World Architects ambao tumefanya kanisa hili. Kwanza kabisa naomba niweze kuelezea bango lenyewe. Kama mnavyojua kwamba leo tumefanya uzinduzi wa jubilei kuu. Kwa hiyo hata bango lenyewe tumeweza kulidesign ili liweze kuongea hiyo siku hii ya leo. Upande wa juu wa kushoto wa bango ni Mtakatifu Yosefu ambaye ni msimamizi wa jimbo letu kuu la Dar es Salaam, na upande wa kulia wa bango ni Bikira Maria mama wa Mungu. Yeye ni anabeba jina la kanisa kuu mbadala Theotokos. Na ukishuka chini kabisa kuna nembo ya jubilei ya miaka 75 ya jimbo letu la kuu Dar es Salaam, ambayo na yenyewe sasa hivyo vitu vyote vya juu vinalala juu yake katika tukio la leo. Na mwisho kushoto pia hiyo ni logo tu ya yule ambaye amefanya bango hili na kanisa, ambao ni Design World Architects. Sasa picha zilizoko katikati hapo, kuna hiyo picha kubwa ambayo unaiona hapo. Hiyo ni picha ambayo tunasema kwa the best view, yani picha nzuri katika picha ambazo tumezitengeneza. Muonekano huo wa picha hiyo kubwa utauona ukiwa nje ya geti. Ndio maana unaona na hizo fensi zinaonekana kwa hapo nje. Na kwenye minara miwili kule ndio mbele ya kanisa, na hapa tuliposimama itakuwa ndio viwanja vya Theotokos, kwa maana ya kwamba viwanja vya kanisa kuu mbadala. Na katika mawasilisho ya nje wanaweza kukaa watu 30,000 katika viwanja hivyo vya Theotokos. Lakini kanisa lenyewe linachukua watu 10,000 wakiwa wamekaa. Na picha hizi ndogo unazoziona hapo, hiyo ya juu ni kwa nyuma. Hapo juu unapoona kama kofia ya askofu ndio altareni. Na hiyo sehemu ya nyuma ni kule kwenye shedi ambako tumetoka. Ndio tutakuwa nyuma ambako ni altareni.
halafu kanisa litatazama upande wa huko ambapo tumesimama. Picha ya chini yake hapo inaonyesha umepiga juu, picha kwa juu. Kwa hiyo unaweza kuliona kanisa linavyoonekana kwa mbele lakini na kwa pembeni. Kwa hiyo unaweza kuona ile milango mikuu ya kanisa, na picha ya chini hapo, hiyo picha kubwa ni kwamba ukiingia kanisani kwenye mlango mkuu ndipo utakapoonekana hivyo. Hapo katikati kwenye domo ndo pale kwenye katikati ya rufu hapo. Kwa hiyo kwa ndani kutakuwa na hiyo domo ambayo inaonekana hivyo. Na picha zingine ndogo hizo zinaonyesha kushoto na kulia ukiwa ndani, lakini na kwenye sehemu ya narthex, kwa maana ya kwamba mbele ya kanisa. Na vile vile ukiangalia chini kabisa utaona kuna vialtare. Hivyo vialtare ni viko kwenye basement floor. Tumeweka vialtare 12 vikimaanisha mitume 12, na vyote tumevitia majina ya mitume. Na kwenye kila kialtare kuna kaburi la askofu. Lakini kwa ujumla wake makaburi yako 24, kwa maana ya kwamba 12 yako chini na 12 ni ya ukutani. Lakini pia kuna njia ya msalaba iko pale, vituo vya msalaba ambao viko chini. Kwa hiyo kama nilivyosema, kanisa hili linachukua watu 10,000 na wote wanakaa kwa pamoja. Lakini bango hili limezungukwa na malaika ambao inaonyesha kwamba baada ya kukamilika kwa jengo hili la kanisa, Mungu atatukuzwa kama anavyotukuzwa na malaika kule mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Asante. Makofi mengi na vigelegele. Asante sana. Kwa maelezo hayo mafupi, sasa eneo hili liko tayari kwa ajili ya kubarikiwa. Tunamwomba Baba Askofu Mkuu msingi baraka hii, kama tulivyoeleza, ni baraka yetu sisi ambao ni mawe hai watakaojenga kanisa hili. Utafuta position nzuri kukuzuia watu. Wapendwa, naanza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema iwe nanyi na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu aliye asili ya mema yote. Ndugu zangu, kila lililo jema huanza na kukamilika kwa msaada wa Mungu. Sisi tunaojipanga kujenga kanisa hili tunanuia kutenda kazi ya Mungu, kazi takatifu. Naomba Mungu atubariki hii kazi ifanyike kwa uzuri. Tuombe pia ili sisi wenyewe tuwe na ushirikiano, tuwe na moyo wa majitoleo, ili yote yaende kama yanavyotamaniwa. Ndugu wapendwa, nawaalika sasa tumuombe Mungu Mwenyezi ili kazi tunayoianza leo itusaidie kujenga ufalme wa Mungu kwa upendo na imani, itufungamanishe na Kristo aliye jiwe kuu la pembeni. Mungu Mwenyezi, ulimjalia Mama Bikira Maria neema ya kuwa mama wa mwanao. Tunakushukuru kwa kuwa yeye pia ni mama yetu, kwani Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa ameangikwa msalabani alitukabidhi kwake. Aliposema, mama huyu ndiye mwanao, mama huyu alishiriki kikamilifu katika utume wa mwanaye wa kutukomboa sisi wanadamu toka kwa kuwa tabernakulo ya kwanza ya mtoto Yesu,
kwa kukaa tumboni mwake mpaka kufa msalabani, aliposhuhudia mateso, kifo cha mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo aliyefufuka. Tunakushukuru mama yetu kwa ulinzi na malezi yake kwetu sisi. Utujalie moyo wa ukarimu na wa kujitoa kikamilifu, ili kila mmoja wetu kwa nafasi yake ashiriki kuchangia kwa hali na mali, akili na bidii ya kusali kwa ajili ya kufanikisha ujenzi wa kanisa letu kuu litakalowekwa wakfu kwa jina na maombezi yake Bikira Maria mama wa Mungu Theotokos. Bila wewe hatuwezi kitu, na kwa maongozi ya Roho Mtakatifu tuwe na umoja na ushirikiano katika ujenzi, ili habari njema ya mwanao na sadaka yake takatifu ichipue, imee na kusambaa pote hapa katika jimbo letu kuu la Dar es Salaam na ulimwenguni kote, kutoka katika chemchemi hii iliyo maskani ya Mungu. Walinde chini ya mbawa zako wajenzi wote, pamoja na waklero, watawa na waamini walei watakaojitoa kwa dhati kutimiza ndoto hii ya jimbo letu. Bikira Maria mama wa Mungu, utuombee. Mtakatifu Yosefu mwombezi na msimamizi wa jimbo letu, utuombee. Watakatifu Petro na Paulo, utuombee. watakatifu wote wa Mungu, utuombee. Bwana Mungu Mwenyezi, tunakukabidhi kazi hii tunayoianza na kuomba uibariki na kuisindikiza, na uwabariki wote watakaoshiriki katika kazi hii, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Makofi mengi sana na vigelegele. Hapa mbele yetu kuna rozari ambazo ni majitoleo ya Mkristo mmoja, akizingatia kwamba huu ni mwezi wa rozari. Tunawaombeni, kila dekano atapewa kifungu cha rozari hizi, mkazigawe kwa busara na zitumike kuombea kazi hii tulioibariki. Mama Bikira Maria awe mwombezi wa shughuli hii. Tuombe. Bwana Mungu Mwenyezi, tunakuomba ubariki rozari hizi, umbariki yeye aliyejitolea kuzitoa, na wabariki wote ambao watazitumia kuombea kanisa, kuombea shughuli hii, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Wimbo mfupi kwaya. Naomba madekano Karibie. Madekano. Bikira wa Mungu kweli, ulizaliwa pasipokuwa na dhambi. Rozari zitakazotumika ulinzi huu wa kanisa kuu la jimbo la Dar es Salaam.
Kwa hiyo ni moja nani? Wanne Nasikia maelekezo. Haina shida, tunaenda ofisini. haya. Alishahesabu waliongoza. Naendelea kupata maelekezo na meza. Naomba watumishi wa kofia na fimbo wasubiri. Na maandamano ya kurejea kwenye kanisa kidogo alipolala Mwadhama Polycarp Kandalipengo yataanza. Mpadre Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bwana awe nanyi, Na awe rohoni mwako. awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani. Tumshukuru Mungu.